Naam, ni tarehe 2 mwezi wa 7, ni mwezi mpya kabisa, mwezi wa 7 ambapo tunaelekea katika sikukuu ya kimataifa ya wafanya biashara, bi maana ya 7/7, ambapo lapsha zake zimeshaanza kutokea pale. Ukipita maeneo ya 7/7 pale utagundua kuwa kuna kitu kinataka kufanyika hapa, kwa maana ya watu wamekuwa ni wengi sana, hasatan wafanya biashara. Niko na Sheikh Sharif Nurdin, mfalme, mimi napenda kumuita hivyo kwa maana ya wale watu wengi sana aliowasaidia wanamuita mfalme, king kabisa, ambaye ametutembelea katika ofisi zetu za Naso TV wakati haurudi nyuma, lakini pia tukihisaniwa na Hasmaj Company Limited pale Mbagala rangi 3, wauzaji wa maduka ya dawa ya asili. Maduka ya dawa ya asili yapo pale Mbagala rangi 3 chini ya Hasmaj Company Limited. Nipo na Alhabibi hapa, Sheikh Sharif Nurdin. Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam. Habari yako? Mzima kabisa. Nataka tuzungumzie mwezi huu wa 7 kwa maana ya sikukuu ya 7/7 ya wafanya biashara, lakini pia kumetokea na dimbwi la watu ambao sisi tunaita wahuni kwa sababu ya kile ambacho wanachokitoa mbele ya mitandao mbalimbali kuhusiana na tarehe 7, kwa maana tusisherekee sikukuu yetu ya wafanya biashara, bali wanataka kufanya maandamano kinyume na sheria, kwa sababu maandamano yanaruhusiwa kama umepata kibali cha wenye mamlaka. Hili unalizungumziaje Sheikh? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Kuhusiana na suala hilo, katika mitandao utalikuta limetembea sana, limetrend sana, baadhi ya mashehe wanazungumzia, baadhi ya watu wanazungumzia, ila kikubwa ni amani. Amani ni kitu muhimu sana. Hata Allah anaitwa As-Salam. Katika majina yake 99 ya Asmaul Husna. Katika majina 99 ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jina moja wapo ni As-Salam, maana yake ni amani. Na pia dini ya Uislamu unatangaza amani. Hii ni dini ya haki, inatangaza amani. Kwa hiyo Muislamu yoyote lazima kauli yake itakuwa ni amani. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kwa lazima tutake amani katika nchi. Lazima tutake amani katika taifa letu. Lazima tutake amani katika nchi yetu. Lakini hiyo amani pia ni kuombea viongozi. Viongozi wa wadhifa na sehemu mbalimbali. Maana yangu ni ipi? Ninachokusudia, kama kuna watu wanazungumza baadhi ya mambo, hayo ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wangu kuzungumzia, lakini kitu ambacho nikizungumza kama Allah alichokizungumza ndani ya Qur'ani ni amani. Kwa hiyo tuombe amani, tuombe amani katika nchi yetu. Hivyo sawa, sitaki nikuchoshe sana Sheikh Sharif Nurdin, kingi, mfalme, kwa sababu umesema tuombe amani, na hapa ndani tupo na Sharifu na amekuja katika ofisi za Naso TV. Tuombe amani. Tuombe amani, dua ya amani, kwa sababu nchi yetu ni ya amani, na hayo machafuko yaliyotangazwa ili yasifanyike, basi tuombe amani tukiwa na Sheikh Sharif Nurdin. Inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amin. Allahumma ya Rabb. Amin. Allahumma ya Rabb. Amin. Allahumma ya Rabb. Amin. Inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Amin. Inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Amin. Allahumma ya Rabb. Amin. Allahumma ya Rabb. Amin. Allahumma ya Rabb. Amin. Inna nas'aluka bi asma'ikal azimul a'zam, alladhi idha du'aita biha jabit, wa idha su'ilta bi a'taita. Ya hayyu ya qayyum, ya hannan ya mannan, ya dhal jalali wal ikram, ya badi'a as-samawati wal ardi, innama amru idha arada shay'an yaqulu kun fayakun. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima, innaka ala kulli shay'in qadir. Innaka ala kulli shay'in qadir. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alna fihi min al-maqbulin wa la taj'alna fihi min al-mardudin wa la min al-maghdubi alayhim wa la min ad-dallin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kwa baraka ya siku hii ya leo, kwa baraka ya lisaa hili, Mwenyezi Mungu tunakuomba amani. Mwenyezi Mungu tumisha amani. Mwenyezi Mungu tumisha afya. Mwenyezi Mungu tujalie kheri na baraka. Pasipo amani hatuwezi tukatulia. Pasipo amani hatuwezi kuwa na uvumilivu. Pasipo amani wala hatuwezi kuwa na utulivu.
Mwenyezi Mungu jalie amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu jalie amani katika taifa yetu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mashallah Sheikh, shukrani sana Sheikh Sharif Nurdin, shukrani sana kwa dua yako kubwa kabisa ambayo ya kuiombea amani ya nchi yetu. Amani ni tunu, tumeagizwa amani, na sifa kubwa ambayo tunaoipata nchini Tanzania ni amani. Huko duniani ukitembea, nchi yetu inajulikana kwa kunukia amani na si kitu kingine. Hawa ambao wanataka kuichafua nchi yetu, basi tuwaambie kuwa waache hicho ambacho wanataka kukifanya, kwa sababu watafedhesha nchi yetu. Lakini pia asilimia kubwa ambayo watateseka ni watu wa hali ya chini, kwa maana ya hawataweza kusafirisha ndugu zao hata kwenda mkoa wa pili. Wengine sawa, ndugu zenu mnaweza kuwasafirisha kwenda nchi mbalimbali, lakini hawatoweza. Kuna watu asilimia kubwa, katika asilimia 100, asilimia 95, kwa maana ya watoto, wajawazito, wazee, wakina mama, hawataweza kwenda popote, hawataweza kufanya chochote, kwa maana ukitokea machafuko. Mfano mzuri tumeona pale Oktoba 29, tumeona madhara ambayo yaliyotokea. Tumeona kipindi kile matembele yalikuwa ni kama nyama, matembele yalikuwa yanatafutwa kwa tochi, lakini sasa hivi unaona matembele yamekuwa ni mboga ya ziada. Lakini kipindi kile cha Oktoba 29 tumeona, tulikuwa tunataniana mitaani, ukipita wauza matembele inauzwa 1000, tembele inauzwa buku, hali ya kuwa kipindi hichi tembele inauzwa 300 kwa 400. Jamani, amani ni tunu, amani tuikumbatie, amani tuliyokuwa nayo. Amani ndio kila kitu katika nchi yetu. Amani, ukienda Kariakoo watu wanajivunia kwa sababu amani. Wakongo wamejaa, wa Burundi wamejaa, ni kwa sababu Tanzania kuna amani na si kitu kingine. Jamani, tuikumbatie amani. Amani ndo kila kitu katika mambo yetu yote ambayo tunayofanya ya kujitafutia riziki ya halali. Mimi naitwa Khairi Mpinga Shari, nilikuwa na Sheikh Sharif Nurdin akija kututanabaisha kuhusiana na amani yetu ya nchini kwetu Tanzania, na back to back tutakuwa tunafanya naye majambo. Nadhani wiki ijayo, siku kama leo, siku ya Alhamisi, tumeichagua siku ya Alhamisi kwa sababu ina siri nzito. Kwa niaba ya Sheikh Sharifu ameniambia kuwa siku ya Alhamisi ina siri nzito. Kwa hiyo Sheikh Sharifu kila Alhamisi atakuwa hapa akiwa anafanya majambo makubwa kabisa, na kama una maswali tuandikie hapo chini kuhusiana na Sheikh Sharif Nurdin. Mimi naitwa Khairi Mpinga Shari, nyuma ya kamera alikuwa ndugu yangu Al-Habibi Mungia, wabillahi tawfiq.